Wakati vita kutetea ubingwa wa ligi kuu bara ikiendelea baada ya Young Africans kupokea kichapo hapo jana, hatimaye vigogo wa klabu hiyo wako kwenye hesabu kali za kukiboresha kikosi hicho, huku panga kali likiendelea kunolewa kwa ajili ya mastaa wa kigeni 6. Iko hivi, kuna mastaa ambao Yanga iliwasajili msimu huu, lakini changamoto ni kwamba wachezaji hao wameshindwa kukamilisha mipango ya kuongeza nguvu kikosini, hali iliyofanya baadhi yao kutolewa kwa mkopo na wengine kusotea benchi. Katika orodha hiyo ambayo ipo, kuna winga Buba Jame ambaye alijiunga na Yanga kupitia usajili wa dirisha dogo Januari 2026 akisaini mkataba wa miaka 2. Amecheza mechi 10 za ligi kuu bara akiwa na asisti moja, ambapo usajili wake ulifanywa na kocha Pedro Goncalves aliyeondolewa Mei 6, 2026. Taarifa za ndani kutoka Yanga zinasema kuwa usajili wa Buba umechangia kwa kiasi fulani kukatishwa kwa mkataba wa Goncalves kutokana na mabosi kutumia gharama kubwa kumsajili, lakini uwezo wake ukashindwa kuiongezea kitu timu. Mwisho kunukuu. Mbali na winga huyo, inafahamika kwamba kiungo Lassine Kouma ambaye alitua Yanga mwanzoni mwa msimu huu akitokea Stade Malien ya Mali na kusaini mkataba wa miaka 2, naye yupo kwenye kikaango hicho. Licha ya kiungo huyo raia wa Chadi kufunga bao moja kwenye ligi katika mchezo wa kwanza dhidi ya Pamba Jiji, lakini namba zake zimeshindwa kuwashawishi waajiri wake kutokana na kucheza mechi 10 pekee za ligi kati ya 22 kabla ya kikosi hicho kukabiliana na Dodoma Jiji hapo jana. Mwingine ni beki Frank Yasinki ambaye anacheza hapo kwa mkopo wa msimu mzima akitokea Singida Black Stars akiwa ametumika kwenye mechi 9 za ligi. Licha ya kwamba amekuwa akifanya vizuri kila anapopewa nafasi, lakini hesabu za mabosi wa Yanga ni kwamba hawataendelea naye, huku nafasi yake akitafutiwa mzawa. Mbali na mastaa hao ambao wameendelea kuwepo kikosini, lakini muda mwingine wanasugua benchi, pia Yanga ina mpango wa kuachana na viungo Mohamed Dombia, Celestine Ekua na Musa Balakonte ambao wote wametolewa kwa mkopo wakati wa usajili wa dirisha dogo msimu huu. Ekua, raia wa Chad ambaye yupo JS Kabylie ya Algeria, alitoa Yanga akiwa MVP wa ligi kuu ya Ivory Coast msimu uliopita wakati akiitumikia Zomani kwa mkopo akiwa mchezaji wa ASEC Mimosa kwa kipindi cha miezi 6 alichocheza Yanga kabla ya kutolewa kwa mkopo. Kiungo huyo aliyesaini mkataba miaka 3 alifunga bao moja huku akifunga lingine huko Algeria na asisti moja. Conte, raia wa Guinea, hivi sasa anaitumikia Raja Athletic Club ya Morocco akiwa huko kwa mkopo, ambapo ameendelea kusotea benchi na wakati mwingine jukwani akipewa mechi 2 pekee chini ya kocha wa zamani wa Simba Fadul Davids. Dumbia kutoka Ivory Coast aliyesaini mkataba miaka 2 naye bado hali yake ni tete huko Marumo Gallants Afrika Kusini, ambapo Yanga inaona ni wakati mwafaka wa viungo hao kuondolewa moja kwa moja, huku klabu anazozitumikia kwa sasa zikitaka kutoa tathmini zao kama zitahitaji kubaki nao au la. Kiungo huyo amecheza mechi 7 za ligi kuu ya Afrika Kusini akifunga bao moja. Kiongozi mmoja kutoka Yanga alikiambia moja ya chombo cha habari kuwa timu hiyo inataka kusahihisha kwa kufanya usajili mkubwa kuelekea msimu ujao, ambapo tayari msako wa mastaa wapya umeshaanza kimya kimya. Nikimnukuu kiongozi huyo amesema, tunajua tulipojikwaa, sio kwamba tulipata wachezaji wabovu, lakini kiukweli walikuwa wana namba nzuri kabla. Walipokuja hapa wakashindwa kutupa kile ambacho tulikitarajia. Tutafanya usajili mkubwa sana. Mwisho kunukuu. Meneja habari na mawasiliano wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe aliwahi kukiambia moja ya chombo cha habari kuwa tunafuatilia kwa ukaribu maendeleo ya hao wachezaji. Watathmini wetu wa video wanafuatilia kuangalia viwango vyao, ambapo kwa mechi ambazo wanacheza tumekuwa tukitazama, na iwapo na sisi tunakuwa na mechi, huwa mechi zao zinarekodiwa kisha benchi la ufundi linakuja kuwatazama baadaye. Tumekuwa tukiwasiliana na hizo timu kupata viwango vya utimamu ili kupata maendeleo yao. Baada ya msimu kumalizika, benchi la ufundi ndio litatoa tathmini ya jumla juu ya nafasi kila mmoja kama anarudishwa au la. Imeandikwa na Victoria Melkiadi na kusoma kwako na Hamza Said.